Kitu ya pili, mnakumbuka wakati wa zamani, wakati tulichaguliwa, Bwana Gachagua ambaye alitimuliwa, tulikuwa ni mimi mmoja wa wale walimlete katika Embu County. Kama ni kwa kanisa, kama ni kwa Harambee, hakuna pahali tulikuwa tunachana na yeye, na nilikuwa nikisema nikihubiri mambo ya muungano wa serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi maono yangu, kwa sababu Embu County tumeteseka kwa muda mingi na tunjaona maendeleo, mimi nikaona hii serikali ya William na pia huyo alitimuliwa niweze kuwaunga mkono, ndio hii kipindi ya miaka 5 tuweze kuona maendeleo katika mashinani katika Embu County. Wakati ilifika ndio iweze njia atuendei vizuri na Bwana Gachagua, ni vile ilifanyika mambo ya ile mgomo ilikuwako, na ikawa na mambo, watu wengi mnajua mambo ya mgomo inakuangako, na iko kama watu wako na barua wanaweza kwenda kugoma, na hata hakuna bora tu watu watialimu mali. Avuta mgomo kulitokea vita ya ambaye grupu mbili, ile iligoma na ile kugoma, na wakati huo mtu anaitwa Raila Omolo Odinga akawa anataka kuingia kwa serikali. Vita ilitoka hapo, na wakati huo mimi mwenyewe, kwa sababu wakati tulikuwa tembea, nilikuwa nataka, kwa sababu Senate ni hapa house, na nilikuwa karibu sana na ule ambaye alitimuliwa Rigathi Gachagua. Nilikuwa nangangana sana kwa sababu ya siasa, nikumwambia kwa sababu ni rafiki, juu ya siasa itakayokuja tu akumbali sisi maseneta wa Mount Kenya tuwe tukimtembelea. Lakini Rigathi ungemwambia unataka mkutane muongee mambo ya senators na wale wengine, hata kama si kuwa ni mimi peke yangu, hakuwa nakubali. Lakini wakati ilifika vita imeanza, ikawa wakati huo ndiye aliona muhimu wa leaders wa Mount Kenya. Na wakati ilikuwa, kwa sababu siasa haikuwa ya siku moja, vita wakati ilianza, kama ni MP, kama ni senator, kama ni governor, tukaona ni vizuri tuweze kumsaidia ndio asiweze kutimuliwa. Lakini problem, mkiongea leo kesho anapandirika, mkiongea siku nyingine anapandirika. Vita ilitoka hapo, na nakumbuka siku moja tulienda Karen, alituita kama senator, na mnajua hata tulipigwa picha. Tumekuwa tukienda, wakati ule tulienda Karen mara karibu 2, 3, 4 tukimtembelea. Lakini ile mambo tulikuwa tunaongea hii serikali tuungane pamoja ndio tuweze kupata maendeleo, kwa sababu ajenda ya mwananchi ni mambo ya parapara, maji na stima na vitu zile zingine, na mambo katika mlima, mambo ya agriculture. Wakati vita ilianza ikawa iko kali sana, ilikuwa siku moja tukamtembelea akiwa ametuita hasa mkutano ya emergency. Kukawa sasa mahali imefika Raila mpaka aingie, na ikawa kumelete shinda ataki aingie. Vita kubwa ilitoka hapo, na ndio nimesema mjinga akierefuka ama unakuta mwerefu wa masakani. Shinda ilitokea hapo, ikawa tumeenda pale, tumekuta sasa hakuna kusimamisha hii vita, tukaongea naye vizuri. Nakumbuka aliongea kuhusu ambaye ni senator wa Meru, ambaye ni deputy speaker katika serikali yetu. Akasemekana ataenda atavute rais wetu ndio tuweze kuwa, ataongea mambo ya development, na pia ataongea mambo kuhusu mambo ya muungano wa Rigathi na pia na yeye. Lakini ikuwa mambo imekimbia sana, na siku hiyo kadhuru kama anjaenda ukasemekana mpaka twende naye. Na mimi nakumbuka ukitaka kuona mfalme ama kuona rais, na kama tumetumwa mpaka tungemtafuta pahali alipo. Nakumbuka siku moja kwa sababu siku ilikuwa imekimbia sana, ikiwa sasa mambo ya impeachment imeanza kuzungumzwa, sasa tukaenda kutafuta rais. Na nakumbuka siku moja watu waliniona Bungoma kwa kanisa, tukimaliza Bungoma kwa kanisa tukambukiwa appointment, tukaenda Sigoi, na pia Sigoi pale kulikuwa tukaenda tukaongea na tukapeleka mambo ya project, na tukaongea tukamrequest vile wataungana tena. Lakini rais akasema akatai, anataka sisi tuende tuone Raila, na pia tulikuwa na senator, na pia kulikuwa na watu wengine. Lakini watu wa mlima tulikuwa mimi na senator wa Meru, ikawa tuone Raila na tuone speaker wa national government, na pia tuone majority, na pia tuone watu wengine, na Musalia ndio tu sasa atakumbali kusikia maoni yetu, kwa sababu vita ilikuwa inaendelea na ilikuwa tulikuwa nasimamisha na ingeweza kusimamika. Kwa hivyo sasa ile mambo yote before tuifikishe
Sasa ikawa kumeleta shinda. Na pia nakumbuka siku moja hata tukienda juu ya mambo ya Embu County, tulienda tukaongea kwa serikali, kwa William Ruto, lakini baadaye AOB tukamuuliza sasa hii mambo yetu ya mtu wetu wa mlima itakuwaje? Akasema yeye anashinda na mtu wetu, lakini twende tumwambie mambo ya 10 billion hataweza kuipeana, eli aende, kama sio hivyo arudi chini tufanye kazi pamoja. Kitu kingine tukamuuliza sasa, akatuuliza yani mtu anaitwa Raila kama anakuja na analeta amani, tutengeze serikali ya muungano, makosa iko wapi? Sinda ilikuwa ni hiyo. Sasa before turudishe hii mambo na ile nyingine tulikuwa tumetumwa na senators wale wengine, haikufika wakati huo. Tukaona sasa mambo ya impeachment imeanza kuendelea. Hapo sisi tukiwa ma senators tukaenda tena tukakutana na Rigathi, tukamwambia sasa fanya hivi, kwa sababu mambo imeleta shinda, ni afadhali ulisign ama kumbali muungano iendelee na miaka, kwa sababu sisi leaders wa Mount Kenya, senators na governors na MPs, kazi ya nje afanywa, ni afadhali ukumbali twende parapara moja, kama vile serikali ya Uhuru ilienda Raila akakumbaliwa, na vile serikali nyingine ya Kibaki Raila alikumbaliwa, ndio sasa tuweze kuendelea na ile inafaa. Yeye akisema hivyo, alisema hataki kutuona. Ukimwambia mambo hiyo anakasirika, anakwambia wewe 2027 mpaka utaenda nyumbani. Sasa tukaona sasa mtu wetu asikii na asiyevunjwa, ndio umesikia nikisema asiyevunjwa mamae uvunjwa ulimwengu. Pia kukawa kamati imeanza kujitengeneza, kamati ya mrengo hii na hii nyingine juu ya impeachment. Hapo nakumbuka tulikuwa unajua ikifika wakati wa siasa mpaka kila grupu itengeneze watu yake. Sasa ilikuwa Senate ndio president ama deputy aimbichiwe wake mpaka kuwe na watu 67 wote mpaka watafoti. Tukaona mrengo wa upande ile iko na voti nyingi kuliko mrengo nyingine. Nakumbuka siku moja usiku ambaye ni Rigathi Gachagua alipiga simu, lakini anajiita ati truth man. Mimi naweza kusema siku ya leo Gachagua sio truth man, kwa sababu usiku hiyo saa 5 ya usiku nilipigiwa simu, na nilipigiwa simu ya center fulani, na kwa wakati hiyo center kila mtu alikuwa anjikinga, kwa sababu kulikuwa naona kama kunaweza kuwa na abduction, either ni ngurubu gani ama ni nyingine. Wakati hiyo tuliongea 30 minutes, tukaongea na yeye na simu yake kuwa yake, na yeye saa hii anakuja akitembea kila kona yote anasema yeye ni truth man. Angalia tena mwenyewe kama angekuwa mtu wise angenipigia na simu yake, tukaongea dakika 30, lakini alinisomea kama mtoto wa shule, na pia akaniambia nimsaidie, lakini kama sio hivyo atanitumia seneta wawili. Mimi wakati hiyo singeweza kukata simu, na si simu haikuwa ya Rigathi Gachagua, ilikuwa ya mtu mwingine. Akasema kama sio hivyo atanitumia seneta wawili. Mimi nikamwambia afanye vile anaona, lakini ikanjua mali nilikuwa nimejivisha, sitaweza kutoka, mimi nitajikinga, lakini ingawa wakanipigia simu tena sikuweza kutokea. Kwa hivyo mimi nasema mimi hatakuwa na shinda yote na Rigathi Gachagua, lakini ni mtu amwezi kutembea safari moja na yeye. Kwa hivyo nauliza watu wa Mount Kenya, sisi jameni, tufikirie vile tutapandilisha mambo yetu. Wakati tulitoka hapo impeachment sasa ikakuja, ikawa namba imekuwa kidogo. Ikawa namba upande nyingine, mrengo nyingine iko na 56 senators. Hii mrengo nyingine yake iko na 18 senators. Hapo tukaona sasa hata tukienda senator wa Meru, senator wa Tharaka Nithi, senator wa Embu, senator wa Kirinyaga, senator wa Nyeri, hata tukimpatia kura zetu unakuta hatutaweza kumfanya aweze kushinda, kwa sababu angepata 23 vote, hiyo mjadala ingeanguka na angekuwa sasa wakuwa anja kuwa impeached. Hapo mpivot tuviki hapo tukampembeleza, lakini ujue saa nyingine mpaka uwe na uelevu ya elimu na uelevu ya akili kama Solomon, kwa sababu mambo ya uelevu kama wa Solomon before pale kuna watu walindanganya Rigathi Gachagua na walikuwa contractors, kwa sababu mnasikia mambo ya pesa ilikuwa inatajwa. Wakati hiyo marimbano ilikuwa unakuta mrengo wale wataenda kuwa 23 senators walikuwa
wamepanga mahesabu mbaya, na ndio kulikuwa na mambo ya hapa na pale. Kunasemekana senator atapatiwa 20 million, lakini unakuta contractors, lakini wakaona hii namba itakuwa kidogo, na unakuta mambo ilete shinda hapo. Sasa watu kaanja kuleta uongo ati kuna pesa hii, kuna pesa. Hakuna mambo ya pesa ilikuwa zungumzwa, grupu zote mbili ilikuwa zungumza mambo ya pesa, lakini mrengo ile unakuta walikuwa wameahidi ati kila contractor achukue senator moja atampatia 20 million, lakini ilikuwa ni mambo ya uongo. Lakini sasa ndio nasema vita ilikuwa ni hivyo. Hiyo ingine ningesema wakati ilifika dakika ya mwisho, mnasikia kunasemekana mambo ya 2 billion. Yes, ilikuwa namna hii. Ilikuwa before asiende kuwa impeached, ameimbishwa na parliament. Kukawa kuna mambo ingine ya kuja pale anapembeleshwa aweze kuresign, naye alikataa. Ile ya kwanza tulimwambia agonje akumbali Raila aingie ndio tuweze kwenda parapara moja, ndio akivalisha miaka 4 miaka 3 yeye aondoke, ndio tufanye kazi, ndio mwaka wa 4 tukutamfuata. Yeye alikataa. Kwa tukaona mimi ikiwa mmoja kama asikii, sisi MP wanafanya kazi, senators wanafanya kazi. Sasa tukienda na yeye itakuwaje? Kwa sababu alikuwa anataka tutoke sisi wote watu wa Mount Kenya. Na after that unakuta hii miaka 3 rais wa Kenya na William Ruto, na rais wa Kenya William Ruto na Profesa Abraham Kithure, kwa sababu pale mwisho tunaona ataenda mpaka sisi tulikaa chini tukarequest serikali ya William Ruto aone kama ataweza kutusaidia mtu mwingine, na hapo tukakubaliana huyu ataenda nyumbani, kama hako na makosa kama hako na makosa ataenda nyumbani, na kama hana makosa atakuwako. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tusungumuze Mount Kenya tuweze kupatiwa mtu mwingine, na hapo serikali ya William Ruto mwenyewe na watu yake wakaona ni vizuri waweze kuchagua Profesa Abraham Kithure awe makamu wake. Na hapo nikirundia, hata vile watu wanasema ati William Ruto hakuwa na anja na yeye, William Ruto alijaribu kutumana. Nakumbuka alikuwa kama senators wa Rift Valley kama Mandago, Murugu. Pia nakumbuka hata hii profesa mwenyewe alijaribu, siku moja tulimkuta tukiongea tukiwa senators wa Mount Kenya, tukamwambia anjaribu, akasema atajaribu. Kwa hiyo watu wengi hata committees na wazee wa nini wale wa Rift Valley walikuwa wanajaribu sana Rigathi asitimuliwe. Na hapo nikikumbuka siku moja tuliamka mapema, watu wa Mount Kenya tulikuwa tumeitwa na rais wa Kenya, na tukafikiria tunaenda kuongea mambo ya Rigathi Gachagua vile atatimuliwa. Rais alikasirika akasema hakuna kitu kama, alitupatia medali ambaye ni ya Kinandi, na tukakuwa tumeongea kidogo na alikuwa anaenda nje na sisi tukaomba na tukawacha hiyo maneno. Baadaye ndio mbio ilikuja ikawa ni mtu wa kuwa impeached. Kwa hiyo nataka niambie watu wa Mount Kenya, jameni, sisi mlima tuko east na tuko west, na kama sisi miaka yote tumekuwa tunapata viti, na saa hii kiti watu wengi wanaimesea mate, mimi ningeomba tusikilie serikali ya William Ruto na makamu wake Profesa Abraham Kithure, kwa sababu ajenda yetu sisi wote sio mambo yetu, ni mambo ya parapara, ni mambo ya maji, ni mambo ya stima, ni mambo ya agriculture. Na mambo ya agriculture umeona vile serikali imejaribu. Mambo ya makadamia ilikuwa 80, saa hii ni 150. Mambo ya kawa ilikuwa 80, saa hii ni 150. Mambo ya maziwa iko around 45. Mambo mingi inarekebishwa. Mambo ingine nataka nikumbushe watu wa Embu County. Nimeona watu wengine wakitembea wakiona TV wametusaidia. Mambo ya ajabu Rigathi wa Gachagua. Mambo ya Murasto Kumugoka. Isipokuwa ni rais wa Kenya na Profesa Abraham Kithure na Governor Cecily Mutito Ambalile. Mambo ya Mira watu wangeongea vile wanaongea. Kwa sababu rais wa Kenya na Profesa walisamoni ule mtu alikuwa na mbinu ya Mira ambaye alikuwa ni MP wa kutoka Coast, na kamusamoni hiyo kitu ikawa ni silent death. Na hiyo pia hiyo maneno iko parliament. Kuna kitu inaitwa Kadhenane, na saa hii tunataka kuona vile tutasaidiwa na serikali ndio tuweze kuona kama tutapata watu wa kupitisha senata 25. Na jameni, na muomba tusikie serikali. Nimeona Rigathi akiongea mambo ya Murasto Kumugoka. Nimeona mheshimiwa hapa akienda mbele north na mbele south akisema mambo ya Murasto Kumugoka. Yeye mheshimiwa hapa angetaka kusaidia watu wa Embu County, angeenda parliament arupe MPs, kwa sababu kuko na MP nearest 300. Hawa ndio angeenda kuvote yes or no, lakini akufanya mwenyewe, alikuja kupiganisha watu. Kwa hiyo watu wa Embu County na muomba msipiganishwe. Tumeona vile serikali
imetufanya. Naweza ongea mambo ya project. Angalia kama ndio Kalenjin. Kutoka PI kwenda Karaba, kutoka PI kwenda hapa Mwea, kwenda Embu, kwenda Tharaka Nithi, kwenda Meru, hiyo barabara itakuwa ndio Kalenjin. Unakuta Nithi branch pia hiyo itatengenezwa. Katika Embu County projects ile tumekuwa hii serikali ya William Ruto na profesa ikifanya mambo ya barabara kutoka PI kwenda Karaba kwenda Makema, hiyo barabara inawekwa maramu na kuna mahali itawekwa rami. Kutoka Kiretile kwenda Kiambere, sasa contractor ako pale. Kutoka Kasuriri kwenda huko Mbere, hiyo sasa contractor ako huko. Angalia kwenda Mbere North, kutoka Kanywambora kuteremka kwenda Soko kwenda mpaka Siakago, hiyo barabara sasa inawekwa rami. Angalia kutoka Eriale Runyenje, barabara ikienda mpaka Kadhageri inawekwa rami, ikienda huko chini. Angalia katika mambo ya barabara Manyata kutoka pale Mudhatari kwenda Kimangaru, hiyo imeisha, hiyo ni serikali. Pia ingine tunafuatilia mambo ya barabara ni kutoka Ena kukuja Kidhemo na kwenda ikienda Kivote itawekwa rami. Hiyo mambo yote yafanywa. Mambo ya maji kama watu wanjaona maji kipanda mlima kidogo na maji haifai kupanda kutoka Kamburu kwenda Kiretile, unakuta hiyo maji itatengenezwa. Angalia mambo ya maji Runyenje, kuna maji inatengenezwa. Kwa hivyo angalia kama ni mambo ya dams. Siri anasema kubwa, kuna damu inaitwa, tuko na damu 3 inaitwa Kamomo, Zosi na pia damu nyingine kutoka Rambana, lakini ile damu moja kutoka Zosi ambayo itaweza kusaidia Runyenje na kusaidia Mbere imekuwa gazetted. Kwa hiyo mambo mingi county, mambo ya modern market iko hapa iko na more than 1 billion. Sasa inaendelea vizuri. Tuko na market zingine karibu 8. Mambo mingi hii serikali imefanya. Juzi mmesikia mambo ya kilimo ikileta shinda county zingine, unakuta bei yao iko chini, lakini unakuta bei ya Mount Kenya iko vizuri juu ya quality. Kwa hivyo mambo mengi hii serikali imefanya. Pia angalia mambo ya mambo ya kina mama na wase wale wase, unakuta serikali ya William Ruto kitu inaitwa pesa yao walikuwa naenda kwa banki inakaa miezi 4, lakini siku hizi tumetengeneza sheria mtu mwenyewe anapata pesa yake katika simu. Mambo mingi imefanya, hata kama mambo ya vijana, mambo mengi, kazi manjuu inaendelea vizuri kama watoto 400. Angalia mambo ya wale wasichana na kina mama wako wanapata kitu sasa wanapata 1500. Ile 1500 2500 inatoka kwa county, 2500 inatoka pia kwa national government. Jameni, kwa kipindi ya miaka 3 hii serikali ya William Ruto na profesa imefanya kazi ile anje kuonekana. Angalia vijana wetu wanaenda nje. Saa hii juzi last week niko huko ni Qatar kuangalia vile mambo inaendelea na serikali inasikia vijana wetu wameenda nje. Kwa hivyo yangu ni kuomba tusikilie hii serikali ya William Ruto tuone vile itatusaidia kwa hii kipindi. Mheshimiwa Senator, swali moja tu. Yes. Tuliona juzi Gachagua ambaye umemzungumzia kwa upana akisema kwamba kama anapangiwa kule Mbere wakati atakapo. Naweza omba tu hiyo picha imeharibika, hiyo jua inaharibika.